Действительно, наша задача в ближайшее время. Rais wa Russia Vladimir Putin ametembelea eneo la mapigano la mkoa wa Kursk nchini humo na kueleza kufurahishwa na jinsi vikosi vyake vinavyowafurusha wanajeshi wa jeshi la Ukraine. Taarifa ya Putin kufanya ziara eneo la Kursk imethibitishwa na ikulu ya Kremlin jana Jumatano jioni, ambapo imesema miongoni mwa maeneo yaliyofikiwa na kiongozi huyo ni kituo cha kutolea amri, yani commanding center. Eneo la Kursk awali lilikuwa likikaliwa na wanajeshi wa Ukraine baada ya uvamizi wake mwishoni mwa Agosti mwaka jana. Baada ya hivyo, mapigano makali yalitokea kuanzia Januari 2025 yamewezesha wanajeshi wa Russia kulirejesha kwa kiasi kikubwa. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Alhamisi Machi 13, 2025 kuwa taarifa kutoka kwenye uwanja wa mapigano zinadai vikosi vya Ukraine vimelazimika kukimbia sehemu kubwa ya mkoa huo, hususan eneo la Sudzha nchini Russia. Akizungumza na wanajeshi waliorejesha eneo hilo, Putin amewaagiza kuendeleza mapigano kwenda mbele wakati huu ambapo rais wa Ukraine anaendelea kusaka mwafaka kurejesha amani dhidi ya Russia kupitia mpatanishi wake ambaye ni Marekani. Ni kwa nadra sana kiongozi huyo wa Russia kuonekana akiwa amevalia mavazi ya kijeshi, na hiyo itakuwa mara ya kwanza kwa Putin kutembelea eneo hilo tangu wanajeshi wa Ukraine waliponyakua eneo la Kursk mapema Agosti 2024. Ukraine imepoteza sehemu kubwa ya ardhi iliyokuwa imeiteka awali, na udhibiti wake wa maeneo yaliyosalia unaonekana kuzoofika zaidi. Kamanda mkuu wa Ukraine amethibitisha wanajeshi wake kuondoka katika mkoa huo, huku akidai kuwa mapigano makali yamechangia kuamuru askari wake kuondoka katika sehemu kubwa ya mkoa wa Kursk. Kiongozi huyo wa kijeshi Jenerali Alexander Syrskyi ameahidi kuwa licha ya mapigano kuwa makali eneo hilo, Ukraine itabaki kuendeleza mapigano ya kutoa mkoa wote wa Kursk. Ukraine ilikuwa na matumaini ya kutumia ardhi inayoshikilia huko Kursk kama karata ya kubadilishana na maeneo ya Ukraine yanayoshikiliwa na Russia kama sehemu ya makubaliano yoyote ya amani ingefikiwa. Wanajeshi wa Ukraine wanaonekana kuwa karibu kupoteza maeneo yao waliopambana kuyapata ndani ya mkoa wa Kursk, huku Russia ikidai kupata mafanikio zaidi, na wanablogu wa kijeshi wa pande zote wakisema kuwa vikosi vya Kyiv vinajiondoa. Ukraine iliwashangaza wengi Agosti 6, 2024 ilipovuka mpaka na kuteka maeneo ya ndani ya Russia, jambo liloinua morali ya raia na kutoa uwezekano wa kuwa na karata ya mazungumzo. Lakini baada ya kushikilia maeneo hayo kwa zaidi ya miezi 7, vikosi vya Russia vilirejesha mashambulizi kwa kasi, hatua kwa hatua, jambo lilogeuza upepo na kuashiria kudhoofika kwa vikosi hivyo, huku maeneo yakirejea mikononi mwa Russia. Waziri wa ulinzi wa Russia Jumatano aliripoti kuwa imevirejesha vijiji 5 zaidi, na msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov alisema kuwa mwelekeo ni mzuri katika mkoa huo. Video iliyochapishwa na wanablogu wa Russia na vyombo vya habari vya serikali ilionyesha wanajeshi wakiwa na bendera za Russia katika mji wa Sudzha karibu na mpaka wa Ukraine, kwenye barabara kuu inayotumiwa na Ukraine kwa ajili ya usambazaji wa vifaa vya kijeshi. Katika ziara yake ya kwanza kwenye eneo hilo tangu Ukraine ilipoanzisha mashambulizi ya kushtukiza, Rais Putin akiwa amevalia mavazi ya kijeshi alisifu mafanikio ya hivi karibuni na kuwatia moyo wanajeshi wake. Nanuku, "Ninategemea kwamba majukumu yote ya kijeshi yanayowakabili vikosi vyetu yatatekelezwa na eneo la Kursk linalokombolewa kabisa kutoka kwa adui Ukraine hivi karibuni," alisema Putin, mwisho wa kunukuu. Dakika chache baada ya hotuba ya Putin kuonyeshwa kwenye televisheni ya taifa ya Russia, kamanda wa jeshi la Ukraine alidokeza kuwa wanajeshi wake wanajiondoa ili kupunguza hasara, ikiwemo vifo. Nanuku, "Katika hali ngumu zaidi, kipaumbele changu kimekuwa na bado kinasalia kuwa ni kuokoa maisha ya wanajeshi wa Ukraine. Kwa sababu hii, vikosi vya ulinzi inapohitajika huhama kwenda maeneo yaliyo na nafasi nzuri zaidi," alisema Syrskyi kwenye chapisho lake alilochapisha kwenye mtandao wa Facebook. Mapigano makali yaliendelea katika viunga vya mji wa Sudzha na maeneo jirani, kulingana na Syrskyi. Maendeleo ya kijeshi ya Russia yanakuja wakati Marekani inasema inataka Russia ikubali bila masharti usitishwaji wa mapigano kwa siku 30, mpango ambao Kyiv imeunga mkono. Kremlin inasema inachunguza pendekezo la usitishaji wa mapigano la Marekani, lakini Putin hapo awali alisema hana nia ya makubaliano ya muda na anataka vita hivyo vikome kabisa. Wakati hayo yakiendelea, shirika la ujasusi la Ukraine SBU limesema kuwa vijana wawili wa Ukraine waliokuwa wakifanya kazi kama mawakala wa Russia walijilipua wenyewe wakati wa shambulizi katika mji wa Ivano-Frankivsk nchini humo. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 17 alikufa na mwenzake mwenye umri wa miaka 15 alijeruhiwa vibaya. SBU ilisema
Milipuko miwili ilitikisa Ivano-Frankivsk Jumanne na mtu mmoja anaripotiwa kuuawa huku wengine 3 wakijeruhiwa. Bado haijafahamika ikiwa washambuliaji hao wawili ni miongoni mwa waliotajwa kwenye ripoti za vyombo vya habari vya ndani nchini humo. SBU ilisema Russia iliwaajiri kupitia njia za Telegram wakiwaahidi pesa rahisi, na bado Reuters haijathibitisha kwa undani kuhusiana na madai hayo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.